Shalom wapendwa wetu, shalom wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru sana Bwana Yesu kutupa nafasi kama hii tena, kushirikishana maneno ya uzima, maneno ya kututia nguvu, maneno ya kutupa hekima siku hizi za mwisho. Pendwa wangu, nampenda sana Bwana Yesu. Ni mwaminifu, ni mwaminifu, ni mwaminifu. Yeye huwa anaangalia kila mmoja wao sawa sawa na safari yao. Na Roho Bwana huwa ananipa haya maneno ya kuwashirikisha wamama wenzangu, mabinti, vijana ambao huwa wanaona watufuatilia hapa na pale. Baada ya kunisaidia mimi, kunisemesha mimi, ananiambia hili sio la kwako peke yako, shirikisha na wengine. Kuna wachache ambao litawasaidia. Wapendwa wangu wa mbinguni, tuepuke kumuongoza Roho Mtakatifu. Tuepuke kumuongoza Roho Mtakatifu, ndicho kichwa cha habari ambacho ninaona kitatusaidia. Hebu tuombe kwa kifupi. Mtakatifu Bwana Yesu, tunasema asante kwa nafasi nyingine. Kila nafasi tunayoipata kuja mbele zako ni ya thamani mno mbele zetu. Bwana, tunaithamini nafasi hii. Mimi ni mwanadamu tu. Bwana, umenipa tu maandiko, sijui utakachokwenda kunitumia kunena. Lakini kuna lile somo ambalo neno umenifundisha siku chache zilizopita wiki hii. Bwana, ukaniambia nishirikishe na wengine. Huwa unaniambia nisiogope kukutii sauti yako. Kama neno ni la mtu atalipokea, ambaye sio la kwake ataliweka pembeni, asonge mbele na hii safari. Saidia kila mmoja anayesikiliza Bwana Yesu aweze kupokea kile ambacho umetarajia, kwa maana hii safari bila wewe Mfalme hatutaweza. Bila wewe kutusaidia, kutuhurumia, hatutafika. Baba, tunaomba utusaidie. Mimi ninayetoa somo hili ninalihitaji pia Bwana. Ninapambania mbingu kwa neema yako, na wale ambao wanaosikia Baba, ukawape kupewa nguvu, kupewa hekima, kupewa mbinu na namna za kuenda hii safari kwa ushindi. Siku ya mwisho Bwana, ukatupe neema ya kuingia paradiso. Wewe una njia za ajabu, sio kama sisi binadamu tunavyodhania na kuona. Baba, ninyenyekeze mimi, nishuke, wewe kainuke Mfalme, kwa maana mimi ni mwanadamu tu, ni mwili na nyama. Ninategemea unisaidie siku hadi siku, saa hadi saa, dakika hadi dakika. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninasema asante kwa wale ambao utawapa neema kusikiliza somo hili Bwana, likakae ndani yao, shetani asiwaibie. Waondolee roho za dharau, waondolee roho za kuwa distracted na mambo mbalimbali, waondolee roho za kuibiwa Bwana na lile neno ambalo litawasaidia kusonga mbele. Bwana, wapo wanaojua neno la Mungu. Mimi ni mtu mdogo sana, nina mengi natakiwa unifundishe. Ninaomba ukawe nasi Bwana, vifaa vyote vya teknolojia vikatii uwepo wako mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kushukuru. Amina, amina na amina. Wapendwa wetu, haleluya, haleluya. Bwana Yesu ni mwaminifu mno mno mno, mpendwa wangu. Haleluya, yeye ni mwema, ni mwema, ni mwema. Neno hili haleluya alinisaidia wiki hii, akawa ananielekeza vitu vichache na vya muhimu. Yani vitu ni vingi, lakini vitu vidogo vidogo. Nikaona kumbe Roho Mtakatifu anajali mpaka details ndogo ndogo, mambo madogo madogo. Anasema uwe makini, akawa ananiambia uwe makini, ninachokuelekeza kina sababu. Hata kama huelewi maana yake, hata kama kina usumbufu kwako, wewe ukipokee, ukitii. Anasema wengi, kaongee na wenzako wengi. Na akaniambia hata mimi mwenyewe, pale ambapo nilijiona nina akili kuliko Roho Mtakatifu, nilipojiona nina ujanja kuliko Roho Mtakatifu, nilipojiona nina mbinu kuliko Roho Mtakatifu, nilipoona nimsaidie, nimuongoze, mara nyingi niliingia changamoto. Karibu mara zote niliingia changamoto. Ndipo akawa ananiambia hiki ninachokuambia ufanye, wewe tulia, fata njia yangu. Nikawa nauliza Mungu, hapa uliponiambia ni sawa? Mbona naona dalili hivi na hivi? Anasema wewe ni miguu yako ninapokupeleka pako sahihi. Kitu ninachokuongoza ukifanye, ukitimiza kwa njia fulani, nina sababu. Wewe tii, fuata. Usiangalie matukio ya kuona na macho. Usiangalie kasema tena ogopa sana ninachokutuma ufanye. Watu wengi hawata kusema unafanya kitu chema. Akawa ananiambia usipende kusifiwa na wanadamu, usipende kutiwa moyo na wanadamu.
Kwa maana mimi Yesu Kristo, mimi Roho wa Mungu ndiyo ninaijua safari yako. Nataka uende vipi na ninataka umalize vipi. Hili neno ni kwa ajili ya mmoja, wawili, watatu kati yetu watakaosikia hili neno. Mpendwa wangu, usijali kuambiwa na watu validation kwamba unachofanya ni sahihi. Hapana. Heri usikie sauti ya Mungu na utii. Nina mifano mingi hapa, muda hautatutosha. Nirudi kwenye somo. Kuna mambo mengi unakuta Roho wa Mungu anakuambia fanya hiki, humuelewi. Kwa nini fanye hivi? Wewe tii, unakuta ukitii, baadaye ndo unakuja kuelewa kwa nini. Baadaye unakuja kupewa shuhuda. Mama, lile neno ulisema hivi, au mama, kitu fulani kile ulikuwa unaniambia nifanye hivi, kumbe ni hivi. Nimekuja kuona ni kweli. Roho wa Mungu anajua sisi ni binadamu, hatujui chochote. Tena mimi kuliko wengine ndio sijui kabisa chochote. Msione eti umri umeenda mkajua ninajua. Bado mna mengi anatakiwa nifundishe Roho wa Mungu. Neno letu leo linatoka kwenye waraka wa kwanza wa Korinto 2. Ndasoma sura ya 6 mpaka ya 16, alafu tutaenda kushirikishana tukiongea sawasawa na Roho wa Mungu atakavyotupa neema. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Korinto 2 mstari wa 6 mpaka 16 inasema hivi: walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika. Mpendwa wangu, hekima kati ya wakamilifu. Usiogope, wewe na mimi tumeitwa kuwa watakatifu na wakamilifu. Na hekima tunaofundishwa hapa na Roho Mtakatifu sio hekima ya dunia hii. Ndio maana nimetoka kusemaje, watu unaweza wasikuelewe unapotembea na Yesu. Tena usipende watu wakuelewe na wakusifie sana. Wewe sikia sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Roho Mtakatifu kwa ananiambia, waambie watu wangu ambao nimekuitia wewe uongee, watasikiliza kitu kitawasaidia kidogo, kwamba mimi ninasema nao wakati wote wakiwa macho, na wakati mwingine wakiwa wamelala. Nasema nao kwa njia ya ndoto. Nasema nao imradi wakiwa wamekaa vizuri. Sio kwa hekima ya dunia hii. Nimekumbushwa neno fulani. Kuna neno lipitia jana usiku tu kuamkia leo. Niliamua nilale, nifunge kilemba bila kuvaa. Huwa navaa na kofia. Huwa silali kichwa kiko wazi, mimi binafsi. Kuna wengine wana neema, wanaweza kulala kichwa kiko wazi, wanalala vizuri, wanaamka vizuri. Mimi nikalala nimefunga kilemba, nikakiona ni kirefu na ni kigumu, kinaweza kikakaa kichwani. Kumbe kile kilemba kilikuwa kimetoka kidogo, imeachia nywele kidogo wazi. Nilishangaa asubuhi, nikaamka, sio asubuhi, niliamshwa usiku wa manane. Mara nyingi naweza nikaamka mara moja usiku. Mbona nimeota ndoto za kuhangaika? Yaani mambo mengi, niko bize, huyu mara hiki, mara huyu, sio kama kawaida yangu. Kwenda kuangalia kwenye kioo, kile kilemba kimeachia. Hiyo sio hekima ya dunia hii. Kuna mtu anaweza akasema, wanawakono wamezidi. Huyu naye ni yeye mwenyewe tu. Yes, ni kweli, kila mtu ana safari yake. Wewe na safari yako Yesu Kristo alipokukuta. Mimi na safari yangu Yesu Kristo aliponikuta. Madhabahu ya kwangu, vita vyangu sio sawa sana vya kwako. Lakini kila mtu anayethubutu, anayejaribu kumfuata Yesu Kristo, vita lazima awe nayo. Kama kweli uko sawa na Yesu Kristo, kama kweli unajitahidi kumtii, lazima utakuwa na vita kwenye eneo fulani kwenye maisha yako. Ndio maana tunaambiwa si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Unajua wanaoitawala dunia hii, wengi wao, sio wote, wengi wao wamepewa mamlaka na yule mtawala wa dunia hii, ambaye ni yule mwovu Shetani. Na wao wanabatilika. Hawajui kwamba wanachopambania, wanachohangaikia, wataviacha hapa duniani ikifika siku ya mwisho, siku ya mauti. Hicho wanasahaulishwa. Anaenda hiki na kile, anapambania hiki na kile. Yaani Mungu akisema muda wake umeisha duniani, anaviacha, anasimama mbele ya hukumu. Hicho wanasahaulishwa na adui. Na hata ukiongea hivi wanadharau. Nasema huyu anaongea nini? Hajui anachosema. Tusonge mbele. Mstari wa 7 unasema, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Ndio maana hili neno
sio kwa ajili ya kila mtu. Hili neno sio kila mtu atapokea. Mimi sikuitiwa, huwa narudia na nitaendelea kurudia. Mpendwa wangu, sikuitiwa watu wengi. Mimi huduma na mzee hatukuitiwa watu wengi. Hapana. Sisi tumeitiwa watu wachache. Haleluya. Wachache. Ndio maana tuangalii sijui subscribe sijui ni wale wachache ambao tutaulizwa siku ya mwisho. Inawezekana hili somo leo linamhusu mtu mmoja. Hekima ya Mungu ni katika siri. Hekima imefichwa. Unaona Roho wa Mungu anakuambia kitu fulani ukifanya kwa jinsi fulani. Yaani nakwambia usitafute watu wa kuelewa. Wewe tii. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu anaona ya sirini ambayo yani hakuna hata mpiga ramli anaweza kuyaona. Hakuna hata mwingine kama sio neema yake hajafunuliwa na Mungu, labda ni nabii, hawezi kuona, lakini yeye anaona. Mstari wa 8 wanasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Wenye kuitawala dunia hii. Kumbuka nimetoka kusema wengine wao wanaoitawala dunia hii wamepewa mamlaka na nani? Hawaijui. Maana kama wasingefanya nini? Wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Hawakujua wakimsulubisha Yesu Kristo mbele yake kuna nini. Ndio maana walifunikwa. Mstari wa 9. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala haya kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. 10. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mpendwa, maisha yetu, wengi wetu ni mafumbo ya Mungu. Ni mafumbo ya Mungu peke yake, ni mafumbo ya Mungu mtakatifu aliyetuita mtakatifu Yesu Kristo. Ni mafumbo. Ndiyo maana neno la leo, tuepuke kumuongoza Roho Mtakatifu. Kwa maana gani? Nisije nikaenda nje ya somo. Kuna vitu ambavyo unataka, kuna mahali unatakiwa ufikie kwenye maisha yako. Kuna vitu unatakiwa uvitimize, kuna vitu unatakiwa uvipate. Tuepuke kumuongoza Roho Mtakatifu. Mimi nataka nifike pale, lakini Roho Mtakatifu anasema kwanza nenda huku, nenda kushoto, nenda kulia, alafu subiria kwanza. Subiria mpaka nikwambie. Mimi naona kile kitu, mbona kile pale? Si niende nikatimiza au nikakichukue? Unakuta tunapata nini? Changamoto. Tunakutana na nini? Vita. Vita yenyewe unaingia vita. Vita ni sehemu ya mtakatifu, ni sehemu ya Mkristo. Vita inainuka kwako, kwa ndugu yako, kwa mpendwa wako. Unashindwa kuelewa hii vita inatoka wapi? Mwingine anaanza kujitetea, mbona mimi nimekuwa hivi, mbona mimi nimekufanya hivi, mbona mimi ni Kwa nini usiwe na vita na huko tuko kwenye dunia hii ya shetani? Kwa nini watoto wako wasipambanie na vita wakati wewe unajaribu kumfuata Yesu? Shetani anataka kuonesha kwamba unavyowaombea watoto wako wewe unajisumbua. Kwa nini ndoa yako iwe hivi, uchumi wako uwe hivi? Kwa nini usisumbuliwe? Ndio maana Roho wa Mungu anasema nini? Tuepuke kumuongoza. Unawezekana wewe inatakiwa ufanye marekebisho sehemu fulani, inabidi uongeze nidhamu kwenye mambo fulani. Haleluya. Kuna mambo fulani mimi ninatakiwa nijiweke vizuri kwenye mambo ya kazi. Nijiweke vizuri, niwe na nidhamu, kutumia muda, kwa maana kazi imebadilika. Natakiwa niende ofisini. Nilikuwa nafanyia kazi ya nyumbani. Muda, masaa 8 yale nakwambia ni unayatumia kama dhahabu. Mikutano kwa siku 2. Siku zingine mikutano 3. Siku nyingine mikutano 4, na kazi bado ikamilike. Masaa yale yawe 8, usiongeze isipokuwa lazima. Na mimi niko mwangalifu, sitaki niingie kufanya kazi masaa kuliko zaidi watakulipa, lakini sitaki kumuibia mwajiri. Hiyo inaitwa pesa ya udhalimu. Unauthorized. It's not worth it. Haina faida, haina maana. Ikalaani uchumi wangu, ikaniletea vifungo, ikampa shetani. Unajua kukosa utii kunampa shetani haki ya kuburuza mtu. Watu hawajajua hiyo siri. Ndio maana vizuri tusikie sauti ya Roho Mtakatifu, tutii. Wewe tii hata kama hai make sense. Tii.
Tii wewe mwenyewe, Roho wa Mungu anajua kwa nini ufanye hivi, kwa nini usubirie, kwa nini uende hivi. Haleluya, amen. Wapendwa wangu, Mungu ni mwaminifu, anataka akuvushe yani haya maisha ya duniani. Roho wa Mungu na Yesu Kristo wetu, samani nimetamka hapo neno vibaya. Yesu Kristo wetu hapati faida yoyote sisi tukiteseka duniani pita kiasi. Ndiyo tutapitia vita, anataka tupitie vita tushinde. Tunaenda viwango na viwango, lakini ateseki akiona tunateseka. Ndio Roho Mungu anasema waambie wenzio, waambie wanaosikiliza, ni wachache sio wengi, lakini tuepuke kumuongoza Roho Mtakatifu. Ina maana tutune, tutii, tutengeneze, yani tutiishe masikio yetu ya rohoni kusikia Roho Mtakatifu anatuambia nini wakati gani kwa kitu fulani. Wengi hawataki kuchukua huo muda. Wengi wanataka chap, wanataka shortcut. Lazima nifike hapa, lazima nitake hiki, mimi nataka hivi, siwezi kusubiri bwana, sina muda. Kwanza wenzangu wengine walishakuwa wako mbali. Yaani watu hawana uvumilivu wa kusubiria waongozwe na Roho Mtakatifu. Vijana wetu tunawashauri wengine, mabinti zetu wengine tunawashauri, wamama wenzetu hivyo. Neno hili litakusaidia wewe. Angalia Roho Mtakatifu, muulize ni mahali gani ninajaribu kukuongoza, ni mahali gani sifati maelekezo yako. Mara nyingi utakuta kuna mahali tu tunakosea. Hapa unasema nini? Lakini kama ilivyoandikwa mstari wa 9, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mpendwa wangu, mpende Yesu Kristo. Mpende Yesu Kristo. Sikwambii kumpenda Yesu Kristo ni safari nyepesi. Utachekwa, utadharauliwa, utabezwa, utaonewa, utafanyiwa mambo mengine ya kuonewa ya udhalimu, utadhulumiwa. Wewe mpende Yesu Kristo. Umpende Yesu Kristo, kwa maana siku ya mwisho yeye ndio ana hatima yako. Halafu wakati wa vita, ukimpenda Yesu Kristo kutoka moyoni, unajitahidi, unamtii, ukiinuliwa na vita, ikiinuka vita, yeye anafanya nini? Anakutetea mpendo wangu. Atakutetea, atakupigania. Haleluya. Mstari wa 10 narudia, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maisha yetu tunayoishi haya ni mafumbo. Mafumbo. Kwa nini napitia hiki Mungu? Kwa nini mwanangu anakuwa hivi? Kwa nini Mungu wa mbinguni ndoa yangu iko hivi? Kwa nini afya yangu inapitia hapa mahali hapa? Kwa nini uchumi unakuwa hivi? Ukiwa kwa makini, mpendo wangu, Roho Mungu alikuwa ananiambia kitu, nikasema lakini Mungu hichi kitu ni kiko wazi. Kwa nini mpaka unatusemesha tena? Anasema yani kuna wengine wanategemea mimi nishuke kutoka mbinguni nitimize mambo ambayo wao wanapaswa kuyatimiza. Wengine wanaona ni rahisi tu kuliko akaniambia mimi mfano wangu. Akaniambia angalia mambo unayotakiwa utimize kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwa huduma na kwa afya yako. Eti mimi anasema uingie kufunga na kuomba kuhusiana na mambo ambayo wewe unajua cha kufanya. Anasema nakwambia nitakuangalia tu. Nitakuangalia upite mpaka ili somo mtihani ushinde. Alikuwa anasimama maisha kwa mimi binafsi. Na Roho Mungu ni mwaminifu sana. Katika swala fulani mambo ya afya, akaniambia usipende kunywa dawa ikibidi. Lakini akaniambia mambo ambayo unaweza ukafanya mambo ya kawaida yani kupitia chakula, mazoezi, kufunga, kuomba. Lakini anasema usiingie kuomba wakati unatakiwa ule kwa jinsi fulani ili mwili wako ukae vizuri. Usifikie kuomba alafu unakula ovyo ovyo. Usiingie kuomba lakini kufunga kwa ratiba ndiyo kupa utii. Usiingie kuomba lakini wewe unalala tu, unaamka unafanya shughuli zako, ufanye mazoezi. Anasema yani Roho Mungu mimi binafsi nilimruhusu, nilimwambia mimi usinionee huruma. Ukiona ninaenda njia isiyofaa nikemee ili niokoe nafsi yangu. Huwa ananikemea vizuri sana. Ananiambia usiniletee upuuzi hapa, usiniletee uzembe huo. Usiniletee uzembe huo, ni uzembe na uvivu. Make time. Ananiambia tengeneza muda. Unahitaji muda wa kusoma neno wako binafsi, tengeneza muda, pambana. Na kweli ananipa mbinu, anapambana. Unaona muda huu
unaweza ukasikiliza neno hapa, unaweza ukasikiliza neno huku unaendesha, unaweza ukasikiliza neno huku unafanya kitu fulani. Tulia na Biblia. Yaani Mungu unachotaka utimize atakutimizia. Una deni kubwa unatakiwa ulilipe, kuna njia atakuonyesha jinsi ya kulipa, na linataka nidhamu, inatakiwa ujinyime. Watu tatizo hawapendi kujitesa, wanapenda vitu vizuri kutoka kwa Mungu, lakini hawataki wateseke. Hawataki wajinyime. Hawapendi kung'ang'ana. Wanataka vishuke tu. Na Mungu wetu huyu tunayemtumikia yeye sio kama shetani. Unajua shetani anawapa wanaomfuata, anawapa vitu kwa wepesi. Utajiri huo, sijui nyumba hizo, magari hayo, watoto wao wengine wanafaulu kupitia nyota za wengine, vyepe, lakini mwisho wa siku kuna machozi na kusaga meno. Yaani muda wao kishaisha, shetani anataka vya kwake kulipwa. Utawaonea huruma. Utawaonea huruma. Na ni watu wa hivyo huwa nimewaonaga ni wabaya. Unajua wabaya kwa nini? Anakimbia huku na kule kutafuta maombi, hawaambii watumishi wa Mungu ukweli. Sasa ole wake mtumishi wa Mungu yule anayeomba nayo, anayomshauri, ambaye na yeye sasa Roho wa Mungu hajampa neema ya kusikia, ya kuoneshwa. Na kuambia ataingia kichwa. Kama ni swala ambalo shetani ana haki, atatandikwa yeye na nyumba yake, atatandikwa na maisha yake na uchumi wake, kwa sababu kaingilia vita ambavyo Roho wa Mungu hajamuongoza. Vita hii msapoti hivi, vita hii mwambie afanye hivi kwanza, vita hii omba naye hivi. Hatuwezi kufanya mambo yetu duniani sisi tunaomtegemea Yesu Kristo kichwa. Vita hii unatakiwa upite hivi. Unakuta mwingine bado, kama mtu umeambiwa ufunge naye uombe, yeye hana neema ya kufunga. Ni heri Roho wa Mungu akufunulie huyo hana neema ya kufunga, kwa sababu yeye mwenyewe bado ana vifungo na hana hofu ya Mungu. Hakwambii mimi kufunga siwezi. Na vita inatakiwa afunge. Ni heri angekuwa muwazi, aseme mimi kufunga sasa hivi siwezi, ninapitia vita. Roho wa Mungu atakwambia basi ombeni kwa njia hii. Kila kitu cha kiroho, nimetoa mfano wa kiroho, kuna vitu vya kimwili. Kila kitu tunachokipitia duniani, Roho wa Mungu ana majibu. Roho wa Mungu alikuwepo kama hivi vyote unavyoviona hivi kwa macho kuwepo. Roho wa Mungu alikuwepo. Kwa hiyo usiniambie kuna tatizo, changamoto, situation, jambo, swala ambalo eti Roho wa Mungu alijua. Wewe mradi rohoni mwako. Wiki hii 2 zilizopita Roho wa Mungu aliniambia, mwanangu, songa mbele na mimi ninavyokuelekeza. Kuwa na amani. Kuwa na amani. Kuna vitu fulani nilikuwa na Bwana, mbona sikielewi hichi kitu kinavyoenda hivi? Akasema kuwa na amani. Unanitii au unitii? Kaambia ninajitahidi kukutii unavyoniambia. Kama kuna mahali sijakutii na wewe nilikuomba usinionee huruma, nikemee. Akasema wewe fuata ninavyokuambia. Songa mbele. Songa mbele, nisikudai siku ya mwisho. Haleluya. Na wewe tengeneza, unayenisikiliza, tengeneza uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Yaani mpendwa, safari ya wokovu ni safari ya mtu binafsi, individual journey. Ukiangalia mwenzako utaingia dhambi ya kuhukumu wengine kwa safari ambayo haikuhusu, ya safari ya wengine haikuhusu. Mpendwa wangu, wanapotembea wao na Yesu wao haikuhusu mama. Ukionyesha kuna tatizo, wewe omba, jiongezee pointi kwa Yesu. Weka akiba yako wewe na uzao wako. Ombea yule mtu. Mungu, ninaomba hapa kuna tatizo, naona kama kuna tatizo fulani kwa huyu mwenzangu mpendwa. Huyu mtumishi wa Mungu namuona kama siku hizi kwenye mtandao namsikilizaga, ninaona kama ana tatizo hili fulani. Ni Roho wa Mungu anakusemesha wewe, sio kwamba umkosoe au kamseme kwa wengine. Utabeba dhambi za reja ambazo ni za kijinga. Mimi nasemaga ni za kijinga kwa sababu kila mtu ana makosa yake, ana mapungufu yake. Sasa uende kuingia dhambi za kuwasema wengine kwa safari yao, kwa vita vyao, mapito yao. Wewe omba, songa mbele. Kama ni mtumishi wa Mungu, kama ni mama mwenzako, kama ni binti wa watu, kama ni kijana wa wenyewe, kama ni jirani, ndugu, jamaa, marafiki, ndugu yako, binamu yako, sijui mjomba, shangazi, nani, muombee usonge mbele na Yesu wako. Kila mtu, ufalme wa mbinguni, neno la Mungu lilisema, linatekwa na wenye nguvu. Usizanie hilo neno ni la kusikiliza tu na kuvuka. Linatekwa na wenye nguvu. Kwa dunia hii tunayopita leo, uwe ujui kusikia sauti ya Mungu vizuri.
Tuwe mimi mchungaji wangu aliniambiaga. Mchungaji naye anatafuta mbingu. Kwa njia yake anatumika anavyo yeye anavyoshuhudiwa atumike. Hakosei. Ila wewe elewa hili neno la Mungu hili. Lisome lirudie tena. Unalielewa vipi? Linakusemeshaje vipi wewe? Unaweza mimi nilichokisikia wewe ukaongezwa mara 70, mara 100, mara 1000. Na muombea Mungu hivyo. Kwa sababu mwisho wa siku tunataka sisi wote tufanye nini? Tushinde hii safari. Tushinde. Haleluya. Mungu wa Israeli ni mwaminifu sana. Yesu Kristo ni mwema sana. Kuna neno hapa la kutusaidia. Usichoke katika hii safari mpendwa wangu. Usikubali kujichanganya kwenye hii safari mpendwa wangu, wakati Roho Mtakatifu yuko hapo na wewe. Anakusemesha kila kitu. Ukitaka kusikia Roho Mtakatifu atakusemesha. Hata kidogo. Mimi hapa nimetoka sasa hivi kufanya shughuli zangu. Kabla kuingia ibada. Anakuambia leo pika hiki, leo hiyo umeongezeka. Hata kuambia hata jinsi unavyopika. Unavyofanya usafi, umesahau kona ile. Hapo hebu sugua kwa kutumia hiki na hiki. Kila unachokifanya mpendo wangu, Roho wa Mungu atakuongoza. Tuendelee. 11. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamue ila Roho wa Mungu. Ndio nilichotoka kuongea hapa. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Safari ya mbinguni, wokovu unapokelewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa neema Roho Mtakatifu. Yaani kama tunapewa kile kiwango cha kuanzia. Sasa Roho wa Mungu ukishampokea wokovu, ukipokea wokovu, yeye hakujazi kwa fosi. Yeye hakuongozi kwa fosi. Ni wewe mwenyewe uone umuhimu wa kumfuata. Uone muhimu wa kumpendeza. Uone muhimu wa kutengeneza mazingira ili akuongoze. Kwa sababu kuna watu wengine wanajitengenezea mazingira, Roho wa Mungu hawezi kuwaongoza. Roho wa Mungu hataki hata kuwakaribia sana. Kwa mazingira wao wenyewe walioamua kujitengenezea. Neno la Mungu linasema hivi, wao wanaenenda hivi. Neno la Mungu linasema nasi usiku na mchana kwa yule atakayechukua muda wa kulisikiliza. Yeye anakubali kukamatwa na ubiza wa dunia hii. Mpendo, tuko bize kweli, mimi mmoja wapo, tuko bize. Lakini usikubali siku ipite hujasikiliza neno la Mungu. Namshukuru Mungu sana. Niko makundi mawili ya wamama ya maombi. Zaidi ya mawili. Lakini niko active makundi mawili. Kundi kubwa lile, nashukuru Mungu, wamama wana neema ya kufanya nini? Wanakariri maandiko. Na Roho wa Mungu nilikuwa namwambia, sasa mimi nitakariri vipi? Akaniambia mbinu hii hapa. Tulikuwa tunakariri Zaburi 91 wiki iliyoisha. Kuna mtu amerekodi, na mimi ninasoma Biblia ya Kiingereza zaidi. Ni rahisi kwangu. Kuna mtu amesema tafuta Google kwenye YouTube Psalm 91 on repeat. Kuna mtu kairekodi Zaburi 91 kaunganisha vipande 91. Nasema Yesu Kristo nakupenda sana. Bariki huyo mtu aliyetoa hiyo channel, ambariki amuongozee. Kila wiki, kila siku jichallenge kariri maandiko. Huwa ninasema na nitasema tena. Tunaenda nyakati ambazo kusoma Biblia itakuwa ngumu. Tutakuwa kwenye mapito magumu. Sisemi kukutisha na kuambia kitu ambacho ni dhahiri. Tengeneza na Mungu wako sasa hivi. Mshike Yesu wako vizuri. Kuna wakati tutapita na tumeanza kupita. Utaona vitu tunavyopambania vya hii dunia. Pesa, nyumba, mali, sijui vyeo, sijui watoto wafike wapi. Ni vizuri watoto wasome, watoto waoe, watoto wazae, ndugu sijui ni sio vibaya, lakini Bwana kipaumbele chako kiwe ni Yesu Kristo wako. Safari yako na Yesu Kristo kumpendeza, kumtii. Mungu wa mbinguni atusaidie kila tunapokanyaga tuwe ni barua zisomekazo. Unakuwa kazini mahali wanaanza kuongea vitu vya vingine. Kuna watu wengine kwenye maofisi yetu haya wana neema ya kujisema mambo yake binafsi, anapitia matatizo fulani na mume wake. Wewe usiongeze neno, utatenda dhambi. Taingia kutubu.
Mungu akukuambia pale ushiriki mazungumzo hayo, utatubu. Haleluya. Labda kama unampa neno la Mungu. Tunaendelea tunaisoma hapa. Hatukipokea roho ya dunia. Bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Hutayajua uliokirimiwa na Mungu, mimi na wewe hatutayajua tusipomfuata na kuwa karibu sana na Roho Mtakatifu, tusipokuwa makini kutii uongozi wa Roho Mtakatifu. Na karibia kumaliza. 13 inasema, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima za kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Ndio maana utasikiliza mtu anafundisha somo, utafundisha mtu anahubiri, utasoma neno la Mungu. Ndio maana nawapenda wapendwa wangu wao wanakumbuka. Mara nyingine unakuta mimi wanasahau. Kabla ya kusoma Biblia anafanyaje? Anaomba kwanza, Roho Mungu amsaidie. Wengine tumezoea tunasoma tu Biblia, imepata ka nafasi nafungua tu naanza kusoma. Ni vizuri ukimshirikisha Roho Mtakatifu, atakusaidia. Kuna wapendwa wangu na wajua nyumbani kwao hawajalishi pakoja, hawajalishi wako bize vipi, wanafanya Bible study na watoto wao kulingana na umri wa mtoto. Kama mtoto mdogo anafanya fupi tu kama mstari. Kuna wengine mama wenzangu wana neema, wanakaririsha maandiko watoto wao. Mpendwa, Mungu akukumbuke, akubariki sana, kwa sababu unaokoa watoto wako na mengi. Roho na nafsi ya mtoto au mtu mzima, mtu yoyote ambaye anakariri maandiko ndani yake, anatafsiri maandiko, kuna vitu vingi shetani atashindwa kumfanyia vibaya. Shetani atashindwa kumtumia vibaya katika mambo mengi. Kwa sababu nini? Ameshaweka hali yake ya nafsi na akili yake kwenye utakaso. Haleluya. Sio kupoteza muda ukiwa unapambania kukariri maandiko. Amen. Ndio maana una channel hili ya kwetu ya Jesus Reigns Restoration Ministry. Kama uwezi kupata video zinajificha. Kuna video tunadhani sijui ziko 20 na ngapi, 30. Ni maandiko tu hayo, tunasoma, tunachambua kidogo, tunasoma, tunachambua kidogo. Tunawaambiaga ambao wana changamoto ya kusoma maandiko, ambao wengine ndio wameokoka sio muda mrefu, wanataka kuanza kusoma maandiko. Tunawaambia njoo, na tunawatumia njoo tukutumie hiyo playlist. Itakusaidia kuona Roho Mungu ananisaidiaje kuchambua maandiko. Unakuta mimi nilivyofunuliwa hapo, wewe utafunuliwa zaidi kwa vizuri sana, sawa sana safari yako. Kwa sababu Roho Mungu ni mwema sana. Yesu Kristo ni mwema, mpendwa wangu. Usijali mapito ya dunia hii. Ni mwema sana. Kwa miaka yangu michache hii niliyomuona, ni mwema mpendwa wangu. Ni mwema. Vita tutakutana nazo, changamoto tutakutana nazo, lakini yeye ni mwema, ni mwaminifu, ni muweza, ni anatosha. Haleluya. 14 anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Ndio maana usishangae wewe uliyeokoka unajitahidi kutii sauti ya Roho Mtakatifu, usieleweke na baadhi ya watu. Usishangae watu mnaoishi nao, ndugu zako, jamaa, marafiki, majirani, wafanyakazi wenzio, wanaweza wasikuelewe. Kuwa na amani, usikwazike, usije ukahukumu mtu. Kila mtu ana uhuru wa kukuwazia anavyoona yeye akuwazie. Kila mtu ana haki ya kukutendea anavyoona yeye akutendee. Ila wewe na Yesu wako jichunguze. Niko sawa na wewe Baba? Niko sawa? Huyu mtu anavyonifanyia, ananitendea mabaya. Huyu mtu ananitishia maisha yangu. Huyu mtu ananiharibia maisha yangu. Utaambiwa mara, Roho Mungu atakwambia muombee toba. Tumeambiwa tuwaombee adui zetu. Muombee toba. Sio kupenda kwake. Mwingine sio akili yake. Mwingine yuko nusu mtu, nusu amekamatwa na roho. Mwingine karuhusu roho za tamaa zimemjaa, hajali maisha ya wengine. Mwingine ameamua kufuata njia ya giza kabisa. Mimi huyu nitamfanyia hivi ubaya huu ili nipate utajiri, ili mimi nifanikiwe kwenye maisha, ili mimi mwanangu apate kufanikiwa. Haijalishi. Hawajui kwamba mbele yao atafanikiwa kile kitu. Mbele yao kuna machozi, mbele yao kuna mateso na kusaga meno kwa milele, mateso moto, kuteswa kusiko nyamaza. Haleluya. 15 na 16 nitamalizia, nasema, lakini mtu wa rohoni
uyatambua yote, wala yeye samani wala atambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Tupende kuwa na nia ya Kristo. Anataka tuishije kwenye kila eneo, kila nyanja, changamoto tunayopitia. Nia ya Yesu Kristo ni nini? Yesu Kristo hapendi tuishi maisha ya kuteseka, ya kuaibika, ya kunyanyasika. Hapana. Lakini anataka tushinde kwa njia yake, kwa imani. Kuna mpendwa wangu jana tunaongea, anasema, mama, nimekuelewa unavyosemaga. Mimi wanaambiaga watu hivi, changamoto zangu nilivyoongozwa mimi binafsi, nimeongozwa hivi. Nitaliombea, kwanza nitasimamia andiko. Kwanza nitatubu. Mungu Baba Yesu, Mungu Bwana Yesu, Bwana wangu, Mwokozi wangu. Hii changamoto napitia kwa sababu kuna dhambi nimefanya, na huwa natubu tu just in case. Hata kama sishuhudiwi kuna tatizo mahali, natubu tu. Natubu muda mwingi sana. Nikimaliza namuuliza Saroa, Mungu, hapa ninaendaje? Naombaje kwanza hapa? Chanzo ni nini? Atanisemesha. Kama sisikia na nisemesha, naomba, ninakuhitaji, nisemeshe, nisikosee. Lakini najiombea mimi, na kama ni changamoto na muhusu mtu mwingine, ananisababia kuniletea ile changamoto, namtubia na yeye. Mpendwa, nikwambie siri, tafuta kupata pointi kwa Yesu. Waombee wanakuletea changamoto, waombee wanakutendea mabaya, waombee toba. Hawajui wanachokifanya, hawajui wanachojitengenezea mbele, siku za mbele, hawajui siku zijazo, hawajui. Waombee toba upate pointi. Yesu Kristo aseme, wewe huyu ngoja nimhurumie tu. Alitakiwa apitie changamoto miaka 5, nitampunguzia, atapitia wiki 5 tu, au siku 5 tu, au sasa hivi vinamtoa. Yaani wewe uwe na moyo wa unyenyekevu mbele ya Roho Mtakatifu. Ndio siri ya tusimuongoze Roho wa Mungu. Unawezekana hapa kwa mfano nilikuwa ninaongozwa nitoe somo toka jana. Naendaje? Ninauliza hivyo, nafanya naendelea shughuli zangu mpaka Roho wa Mungu anipe go ahead. Sikupukurupukia ile jana nilivyoambiwa toa somo. Nasubiria Roho wa Mungu anipe go ahead. Aliponipa go ahead, akaniambia acha unachokifanya, katoe somo. Kwa maana yeye anajua mazingira, anaona mazingira nitakapotolea somo, anaona mazingira ya moyo wangu, akili yangu, fahamu zangu, ili somo litoke anavyotaka. Ndio maana kutoka na masomo mengine, kuna somo fulani lilitoa sio siku chache, sijaruhusiwa kulitoa, ila ilikuwa ujumbe unawahusu wale waliosikilisikia live, ilikuwa linawahusu. Nikaambiwa hili liweke kwanza pembeni. Pendwa wangu, Roho Mungu ananishuhudia, somo limefika, limeenea. Ninatumaini kile ambacho ulitakiwa kupokea utakipokea kwa neema yake Yesu Kristo. Ninaomba likakusaidie, likakujenge, likakutie nguvu. Mpendwa, tuombeane. Tuko safarini, tuko vitani siku hizi za mwisho. Tunataka ukifika wakati wa Bwana tusikose paradiso. Ndio cha maana kuliko vyote. Kwa hiyo Bwana Yesu akubariki. Uwe na wiki yenye baraka, wiki yenye neema, wiki yenye ushindi, wiki yenye neema zote za Yesu Kristo. Bwana Yesu akubariki, na washirikisho wengine ambao utaona litawasaidia hili somo. Bwana Yesu anatusemesha siku ya leo, tusipende kumuongoza Roho Mtakatifu, tumwache yeye atuongoze, kwa maana anaona yote, anajua yote, toka dunia hii imeumbwa mpaka tunakoenda, mpaka siku ile ya mwisho, dakika ile Yesu Kristo atakaporudi, au mpaka dakika ile ya mwisho uhai wetu utaambiwa duniani hapa umefika. Yeye anajua yote. Bwana Yesu akubariki na kusaidie. Endelea kuniombea, na mimi nawaombea wote mnaosikiliza masomo haya, mnaotufuatilia. Ukiwa na neema subscribe. Unaowatumia somo nao waambie subscribe. Manake ndio nini? YouTube, mtandao utawaonesha watu wengi zaidi. Ninaamini ndio inavyoenda. Haya, Bwana Yesu akubariki, na tutaonana kwa somo linalofuata kwa neema zake Yesu Kristo. Amen.